بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Harusi yetu itakuwa ina ratiba kama hivi ifuatavyo. Tutauzisha harusi, kisha baadaye zitafuata nasaha kwa baadhi ya walimu zake ambao walikuwa wamehudhuria katika hii harusi. Kisha baada ya hapo tutafuata dhifa, kisha na jambo la kumwombea dua. Kwa hiyo sasa hivi tutafuata ratiba ya mwanzo ya kumwozesha bwana harusi. Mte Yusuf Rashid Bar Lapaik, na kuozesha kwa ridhaa yake na kwa idhini ya hali yake na kwa mahari tulikubaliana. Nimekubali kumwoa kwa ridhaa yake, kwa idhini ya wali wake na kwa mahari tulikubaliana. Nimekuozesha, nimemwoa. Inshallah. Barakallahu lak wa baraka alayka wa jamaa bainakum fi khair. Kama tulivyokuwa tukisema, kuna baadhi ya walimu zake ambao wapo hapa. Nitaanza na Sabir Zak wa Planis yupo, kisha wengine watafuata inshallah. Yitoe nasaha, kisha tufuata na wengine biidhni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Tatoa nasaha kwa dakika tusizidi 3 au chini ya dakika 3 biidhnillah tabaraka wa taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza aibariki ndoa hii, amjalie ndugu yetu huyo katika jambo lake alilofanya hili khalisatan liwajhillahi alkarim, na tunamwomba Allah azza wa jalla alibariki jambo hili na ahli yake na ajalie kizazi chema. Lakini la pili, napenda kutoa nasaha kwa nafsi yangu, kadhalika bwana harusi, kadhalika wale wote ambao wamehudhuria. Jambo la ndoa asili yake ni hawa na ndoa wawili kubakia katika ndoa yao mpaka wahitimishani. Hii ndio asili ya ndoa, pamoja na kwamba muda mwingine hutokezea katikati hapa baadhi ya ndoa zikakatika na kuvunjika kwa sababu moja au sababu nyingine. Tunamwomba Allah tuhifadhie ndoa yetu hii na nyinginezo. Lakini mara nyingi katika sababu ambazo zinapelekea jambo la ndoa kuharibika na kuvunjika kwa sababu ya aljahli, yani ujinga, kutokufahamu haki za ndoa baina ya upande wa mwanamume na upande wa mwanamke. Kwa hiyo nasaha zangu mimi, ndugu yetu huyu ambaye kaoa na kila ambaye yumo katika ndoa, hawa ahli zetu ambao tupo nao, kujitahidi kuwapeleka madarasani kuwasomesha dini zao. Mwanamke bora ni mwanamke ambaye anafahamu haki za Allah subhanahu wa ta'ala, anafahamu haki za mumewe, anafahamu haki za wakwe zake, anafahamu haki za watoto wake, na anafahamu
kila ambaye ana haki kwake kusimamia haki hizo, na haya hayafahamiki isipokuwa kwa kuwapeleka hawa wanawake madarasani. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wengi ya sisi vijana ndio mwingine tunaoa mabinti, tunawatoa kwenye marakis, tunakuja ustadhi, nataka mke, unamtafutia mke markaz, unampa, lakini baada ya kushapomoa yule mke markaz harejei tena. Hawa wapo watu wengi sana wanaoweka ndani, wao wenyewe hawawasomeshi, lakini vile vile sehemu ambazo wakisomeshwa pia imewaondoa. Tunaonasi ili hizi ndoa zibakie salama na afya, lazima watu wanafahamu masala haya, kwa warejesho madarasani waje wasomeshe. Kadhalika sisi wenyewe wanaume tusome, tufahamu nini haki ya Allah subhanahu wa ta'ala na zipi haki za wanandoa wenzetu, na tukifahamu haya mambo ya tauhid na takwa Allah azza wa jalla, itakuwa sababu ya kuweza kuzitunza hizo ndoa zetu. Kwa nasaha yangu mimi ni hiyo. Tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie wepesi katika hilo, tusome dini yetu, tusomeshe ahli zetu ili ziende salama ndoa zetu, na Allah tubariki katika hilo. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Abu al-Mundhir. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Kwa kweli nasaha ambazo ustazi ambaye ametangulia kuzungumza ni nasaha ambazo tosha, lakini nakumbushia katika hilo ya kwamba az-zawaju ni'ma min ni'ami Allah tabaraka wa ta'ala. Ndoa ni neema miongoni mwa neema zake Allah jalla wa ala, na hitajia kuhifadhiwa neema hii. Hii ni neema miongoni mwa neema zake Allah jalla wa ala, lakini pia hitajia ihifadhiwe neema hii. Na ndio maana mmoja katika semaji akasema, wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am wa dawim 'alayha bi shukri al-ilahi fa shukru al-ilahi tuzidu fi an-ni'am, au kama qala, ya kwamba au jambo la neema ni jambo lilokuwa kubwa kabisa, lahitajia lihifadhiwe. Ikiwa katika neema, ichunge neema hiyo, kwa sababu maasi huvuruga neema. Kadhalika idumishe neema hiyo, kwa sababu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kunazidisha katika neema. Neema ndani yake ya neema hii ya ndoa, ndani yake kuna neema nyingi ambazo Allah jalla wa ala kazijalia. Hii neema ya ndoa ndani yake kuna neema nyingi, lakini pia fihi ibtila. Ndani ya ndoa kuna mitihani ambayo Allah jalla wa ala anamjalia yule ambaye aliyemo katika ndoa hiyo. Kwa hiyo afahamu ya kwamba namna gani ya kuitatua au kuyatatua ile matatizo ambayo yanapatikana katika ndoa. Na hii ni nasaha kwangu mimi, lakini pia kwa yeye bwana harusi, kadhalika wale wote ambao wameoa, kwa kuwa watu wengi hawafahamu kama hii ndoa ni neema, na ndio maana watu wengi huvuruga neema hii kwa kukosa kufahamu ya kwamba hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ndani yake kuna ibtilaat, ndani yake kuna kujaribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ndoa. Mke ni neema, ndani ya hii ndoa kunapatikana mke ambaye yeye pia ni neema. Kadhalika ndani yake kunapatikana watoto, nao ni neema. Kadhalika ile ambayo yote yanapatikana katika ndoa ni neema, lakini pia ndani yake kuna ibtilaat. Mtu mfano mzuri ya kwamba katika hii dunia mtu ana simu yake ni neema, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala katika simu hiyo kampa mtihani. Mtu ana baiskeli au ana gari au ana chombo kingine chochote kile ni neema, lakini pia kuna ibtilaat. Mfano katika mfano huu wa simu, imevunjika kioo tu, mwanadamu anaelekea haraka katika kuifanya nini? Kuitengeneza simu yake kwa haraka. Je, yale ambayo yanaambatana wewe na akhira yako, kwa sababu mke ni sehemu ya akhira yako, pale ambapo utamtengeneza vyema, kadhalika wewe mbele ya Allah jalla wa ala utakuwa katika hali iliyokuwa nzuri zaidi.
bali Mtume sallallahu alaihi wasallam asema arbu min as-saada, akamtaja miongoni mwao katika vile ambavyo vilivyokuwa katika saada, akataja wal mar'atu salih, na mke mwema. Inawezekana mtu ana mapungufu kadhaa wa kadhaa, lakini je, wewe ambaye ni mume ukoje katika kutatua yale ambayo unaiona katika mapungufu kwa huyo mkeo? Kama alivyosema ustazi hapa, jambo kubwa watu hawafahamu ndoa, hawafahamu ya kwamba ndoa ni neema, lakini pia ndani yake ni ibtila, na ndio maana wanasahau ya kwamba wao wana nafasi gani katika ndoa. Kwa hiyo kwa kulifahamu hili, nadhani ya kwamba ndugu yangu kadhalika mimi mwenyewe kadhalika wale ambao ni hadhirin watakuwa ni wenye kuliendea katika njia zake jambo hili la ndoa, bali ambapo pametokea shida au mitihani katika ndoa hiyo. Wa barakallahu fik. Sababu ni kwa dakika 3 tu, kwa hiyo jazakallahu khairan. Mwingine Sheikh Abu Meri. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kwa kweli huyu bwana harusi zina saa sidhani kana zisikiliza. Hizi na saa zote zinatuhusu sisi tuliokuwepo hapa. Yeye labda aje kusikiliza hizi audio, si ndio Sheikh? Au mpolize wewe mzungumzaji wa mwanzo wazungumza nini dakika 3? Sheikh nitazame basi. Allah kubariki ndugu yetu. Mimi leo nimefurahi sana ndugu yangu huyu, sijui kuita mwanangu au kaka yake mimi, kwa sababu baba yake mzazi Sheikh Rashid yeye ni mwalimu wangu na katika walezi waliotulea, na alikuwa anaenda mpaka kwao wakati tuko wadogo. Kwa hiyo nimefurahi sana. Allah aitie khairi ndoa hii, aitie baraka. Lakini kwa kuwa bwana harusi asikilize nasaha, mimi nasaha zangu ziko kwa wazee. Wazee upande bwana harusi na wazee upande wa bibi harusi. Nianze na wazee wa upande wa bibi harusi. Sisi ni Waislamu, tunaongozwa na sheria, kitabu na sunna, kama vile walivyoishi masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhim ajma'in. Huyu bwana harusi hivi sasa, mawaliwa bwana harusi hivi sasa ana mamlaka, ana nguvu zaidi kwa mkewe kuliko hata baba yake mzazi. Maana baba mzazi sasa hivi au kaka hawezi kumwambia mwanangu njoo, lazima amwombee ruhusa kwa mumewe, na mwanamke atawajibika amfanyie wema zaidi mumewe kuliko hata wasiokuwa hao, pamoja kwamba wana daraja zao na nafasi zao. Kwa hiyo tuna mila sisi katika miji yetu, baba anabaki kuwa baba, kaka anabaki kuwa kaka, lakini tujue utaratibu wa dini na tujue mwongozo wa dini yetu ya Uislamu. Ilikuwa mamlaka yote yapo kwa baba, yeye ndo wali, lakini sasa yamehama kutoka muda huu, mamlaka yote yako kwa mume. Mume ndo kuatiwa, na ndio Mtume sallallahu alayhi alimwambia mwanamke, zawju inma huwa jannatuki wa naruki, mume wako ndio pepo yako na ndio moto wako. Kadhalika laiti ingekuwa sija inafaa kwa siku wa Allah, la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume. Kwa hiyo mawali, tumsaidieni mwanamke katika jambo la kudumu vizuri na mume, katika jambo la kushirikiana, kama vile ndoa za wazee wetu zilivyodumu zikakaa muda mrefu zikawa zina mahaba mpaka leo watu wanaozesha. Kadhalika tuachie vijana nafasi ambayo Allah kawapa ya kuliendeleza jambo hili na katika ile misingi ambayo Allah anairidhia, hiyo bila kitisara. Lakini kwa upande wa wazazi wa kiume wa bwana harusi na wengineo, katika upande wa wanaume, watu wengi wanajua akishamfungisha ndoa kijana wake kama hivi, anasema alhamdulillah, kazi yangu imeisha. Kazi haijaisha, kazi bado inaendelea. Huyu kijana bado akija na mambo nyumbani, inatakikana usimame kama mzazi, utazame wapi pa kutengeza, wapi pa kurekebisha. Sio kwamba labda midamu nishakuozesha, nishakukabidhi nyumba yako uko nayo, malizia mambo yako huko, una serikali yako hivi sasa. La, akija anahitaji msaada, huyu msaada mzazi usimame. Na haya mambo yanatufunza vipi? Yanatufunza vile unavyoishi na watoto wako nyumbani, unavyoishi na mkeo na watoto wako, ndivyo mtoto atakayokuja
yani kuathirika nalo jambo hili, kwamba baba yangu alikuwa anaishi vipi na mama yangu, kadhalika alikuwa anamuona vipi baba yangu muamala wake, au mama anakumjibu baba na mfano wa hayo. Kwa hiyo kuozesha bado jukumu halijesha kwetu sisi au halijesha kwa wazazi. Tunaomba wazazi msimame katika nafasi zenu linapokuja jambo, kuna mwanzo wa ndoa, kadhalika kuna changamoto za ndoa, kuna mambo mengi watu hawajayajua, msimame katika kuelekeza, kusaidia, kuwapa nguvu. Na muda mwingine anaweza akaja shetani kamchezea, basi mtuliza, kwa sababu haya mambo yanahitaji subra, yanahitaji khibra, yanahitaji uvumilivu na mfano hayo. Lakini jambo jingine pia kwa hawa wazee wa kiume na wa kike pia, wajibu wa mzazi kwa mtoto wake ayuzawija, kumuozesha. Leo tuna utaratibu ya kwamba hapa huowi kama hujapata kazi, kama huna nyumba. Si masharti katika Uislamu hayo. Kuna jambo la kusaidiana. Amr ibn al-As alioa mdogo sana, mtoto wake baina yake na yeye wanapishana miaka michache sana, sahabiyun jalil wa mtume. Mtoto wake Abdullah ni Amr ibn al-As ni Wail. Kwa hiyo mzazi ukishapata uwezo, chumba kimoja ndani kipo, muozeshe. Usilazimishe kwamba huyu mpaka apate kazi. Kazi zenyewe ziko wapi siku hizi? Watu wanamaliza vyuo vikuu, wanatembea sokoni huko, wanahangaika, ni kama mtu ambaye hakusoma. Lakini pia ni taufiki ya Allah mtu kumpa, na pia huo utajiri unatafutwa katika ndoa. Kwa hiyo mzazi wa Kiislamu, tusiishi na watoto katika misingi ya kimagharibi, kwamba wewe bwana utajitegemea, subiri upate kwako. Ndo unakuta muda mwingine binti wa kike anajiwa na watu chungu nzima, anaposwa, unamkatalia neema ile, anaja kupata mtihani mkubwa. Watoto wangapi leo katika nyumba za Kiislamu wametiwa mimba nje ya ndoa? Kwa sababu gani? Kwa sababu wazee wao waliwatilia ugumu. Anakuja mtu anatizama, unafanya kazi gani? Conductor. Unaishi wapi? Daraja bovu. Unafanya nini gani? Hapa kwetu hatuko. Sasa nataka watu wa Stone Town huko. Mtoto wenyewe anaishi wapi? Wapi sijui. Kidatu. Kwa pale pale. Sasa lazima tuwe na utaratibu wa kusaidia watoto wetu katika mambo haya, na wala mtu isiwe hoja kwamba mimi sikuoa mpaka nilipata kwangu. Si hoja. Msaidie mtoto katika hilo, mpe nguvu. Wallahi maasi nje ni mengi, vishawishi nje ni vingi, na maandalizi ya watoto wa Kiislamu tunaona leo yalivyo. Toka mtoto anasoma kuanzia form 4, form 6 mpaka chuo, kuna vishawishi vingi vya kumtoa katika usawa. Kwa hiyo akiwa tayari kishajielekeza katika dini, wewe mzazi wa kumsaidia katika hilo na kumwepesishia. Hana uwezo, mtafutie mahari, mtafutie nyumba, mweke huko umo ndani, ili mbadi ahoe, atulizane katika jambo hili. Hivi wazazi mmenielewa jamani? Ani mambo ya msingi wallahi. Na mwingine mtoto anasimama katika usawa, lakini vishawishi vinamtoa katika njia ya usawa, anaingia katika batil kwa sababu amekosa mke, kwa sababu amekosa na shahwa, matamanio na nafasi. Kwa hiyo lazima tuwaandalie watoto wetu mazingira hayo. Lakini baada ya kuoa pia tusione kwamba tumeachia majukumu, tusimame katika usawa. Zinapokuja kadhia mitihani, kwa sababu mitihani ipo katika ndoa, simama katika usawa. Usio unabezi upande wa mtoto wako, au unabezi upande wa asiyekuwa mtoto wako, ili mdhali kwamba mkandamize, wewe mkorofi na kujua ujaacha mambo yako. La, sikiliza, tazama, kisha muelekeze, iwe ile ndoa inatizamwa kwa namna nzuri, ili iweze kuleta kheri na baraka. Bwana harusi, ile dua sio kaisahau, na kuna rakaa 2 kule, na kuna maziwa sio amekuwekea, na kuambia dua Bwana Allah kuwafikisha. Na hizi nasaha hizi zinatoshelezesha, lakini hapa mwisho ulipokumbusha bwana harusi kuhusiana na dua, na mimi napatilia msisitizo. Umefahamu? Dua inaanza pale ambapo unapoingia ndani kwenda kumchukua mke wako. Kesi hiyo utamchukua, utamwacha leo vipi? Hebu hakikisha unamchukua, unamwacha. Unamchukua. Aende kwanza, akiondoka anaondoka na mke wake. Kwa hiyo ukiingia ndani basi mweke mkono katika kichwa pale, kisha sema Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Hiyo dua ni dua ambayo ilikuwa muhimu, na mke leo yuko katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi. Inawezekana ukaingia ndani na dua ikae ni yenye kuyayuka baada ya kuona yale mazingira ya ndani,
na ule uzuri ulivyokuwa umeongezeka. Kwa hiyo japo tafsiri yake sema, ewe Allah, nakuomba khair zake mwanamke na khairi yale ambayo ulikumbia, jinda kwako ya Allah, na shari zake mwanamke na shari yale ambayo ulikuwa umemumbia. Kisha na hayo mengine uliokuwa umehusiwa ni muhimu, lakini vile vile dua wakati wa tendo la ndoa ni katika masala ambayo ilikuwa muhimu sana. Katika sehemu tatu hizi watu wengi wanasahau kuomba dua. Mtu anapohisi njaa kali anakuwa anasahau kuomba dua, na mtu anapokuwa haja ima kubwa au ndogo imemshika akimbilia kwenda kutekeleza anasahau kusoma dua. Na wakati mtu anapoliendea tendo la ndoa anakuwa anasahau kusoma dua. Kwa hiyo katika hizi sehemu tatu hizi shetani ndio anapata nini? Anapata mwanya wa kuweza kuingia na kuweza kuyafanya yale ambayo anakusudia. Kwa hiyo zidhibiti hizi sehemu, na hususa katika wakati unapoendea tendo la ndoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha dua na bila shaka kwamba unaijua, lakini adhkari za asubuhi na jioni ni katika vitu ambavyo vitakufanya kwamba uweze kushinda katika ndoa yako, uwe katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri, kwa sababu sisi tangu kuumbwa kwetu shetani tumeambiwa ni adui yetu. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, hakika shetani ni adui yenu, nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Inama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'id, yeye analingania watu wawe katika watu wa motoni. Na siku zote katika kitu ambacho shetani anakiendea mbio akifisidi, basi ni ndoa, kwa sababu ndoa Mtume sallallahu amesema ni nusu ya dini. Idha tazawaja al-abdu faqad istakmala nisfa din falyattaqillaha fi nisfi al-baqi. Kwa hiyo tambua hii nusu ya dini shetani hataki watu waingie, na wakiingia yeye anafanya mbinu ya kuweza kuwatoa. Umefahamu? Kwa hiyo unatekana ujitahidi katika kiwango cha hali ya juu kuhakikisha kwamba ndoa hii umeipatia tabu. Mimi naamini kwamba ukitaka uoe leo, tangu nyuma uko ulikuwa umeweka nia kutaka kuoa, lakini Allah amekufikisha leo kwamba ndio umeingia katika ndoa. Kwa hiyo angalia zile shida, tabu za kuweka mahari, za kufanya hivi, za kufanya vile, usije ukamwachia mwanya shetani hata kidogo kuifisidi ndoa yako. Tumefahamu? Tukaja kusikia hafla tu, tunamwomba Allah akumsurishe na uadui wa shetani. Shetani ni adui mkubwa sana anazofisidi ndoa. Ukiona ndoa yoyote ile imevunjika yoyote, basi jua shetani ana mkono wake hapo. Ufahamu? Hata kuwe kuna sababu hizi na zile, la kishetani kuna mkono wake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anatuambia inna shaytana la yadau arshahu ala alma, shetani huwa anaweka kiti chake katika maji, thumma yab'athu sarayahu, kisha ulituma lile jeshi lake, nendeni mkawapotoshe viumbe, fa adnahum minhu manzilatan akbaruhum fitna, yule ambaye alikuwa karibu na yeye Ibilisi katika wale wafuasi wake ni yule ambaye alikuwa na fitna kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema baada ya kuwatuma hawa watakwenda kuwapotosha viumbe, kisha ataleta ripoti. Mwingine atasema mimi fanya hichi na hichi, anasema hujafanya chochote, lakini atakuja yule mwingine atawaambia ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa baina imraati, mimi sijamwacha mwanamume mpaka nikahakikisha nimemtenganisha yeye na mke wake. Ibilisi akipoa ripoti hiyo tu, fayudnihi, atamkurubisha, atamwambia wewe una ripoti nzuri sana ya kuwapotosha viumbe. Kisha atamwambia neema anta, wewe unastahili pongezi, atamsifu na atampandisha cheo kwa sababu ya kile kitu alichokifanya. Kitu gani? Cha kuivunja ile nusu ya dini. Kwa hiyo nenda kajitahidi kumlea mke wako katika mazingira ya dini, na awe ni msaada kwako wewe. Yani huyu mke awe ni msaada kwako wewe, isiwe kwamba ni mlango wa shetani ambao anatumia, au ikawa ni mawindo ambayo shetani anamtumilia mke wako kukuinda wewe na kuwainda wengine. Nenda kaufunge mlango huu, asiwe mke wako kwamba ni windo ambalo shetani analitumia kukuinda wewe na kuwainda wengine, kwa sababu mara nyingi wanawake ni mawindo ambayo shetani anafanya nini? Anawatumilia. Umefahamu? Kwa hiyo jitahidi, nenda kamdhibiti mke wako, sio kwamba uwe songi, yani uwe mkali, uwe kadha, upite katika taratibu za Uislamu ambavyo unavyokuelekeza. Umefahamu? Na haya ni maelezo ambayo katika dini yetu Abdullah ibn Mas'ud anatuambia an-nisa'u habailu shaitan, wanawake ni mawindo ya shetani ambao wanakuwa wanafanina na tumilia. Kwa hiyo nasaha ulizopewa na mashehe na hizi ambazo mnokazia, jitahidi ukazie katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Lakini la mwisho kabisa, mwanamke ndio ambaye shetani anamtumilia sana katika kuwapotosha wanaume. Umefahamu? Mwanamume anawezekana kabla kuoa akaonekana madhubuti katika dini, akawa imara, akawa yuko katika hali ambayo ilikuwa nzuri, lakini akishakuingia katika ndoa tu, na kwa bahati alioa mwanamke ambaye si wa dini na mwenyewe amevutika na uzuri, akasema mimi nitamtengeneza yule, matokeo yake anakuja kuharibu yeye mwanamume.
Tumefahamu kwa sababu shetani huwa anatumilia mlango huo, na hata kile kisa wanachuona wanasema mara nyingi huwa wanapenda kusema katika mnasaba huu ili watu wajue ule uzito wa shetani kuwatumilia wanawake. Kisa kile cha Nabii Adam, baba yetu Adam na mkewe Hawa kutolewa peponi, sababu kubwa ya Adam kulila ile tunda alikuwa kupitia mke wake, kwa sababu Ibilisi alikuja kwa Adam akamshawishi alile tunda, lakini alimkuta Adam yuko imara katika kutekeleza amri yake ya kutokulila lile tunda, lakini akaja kwa mama yetu Hawa na Hawa manake mwenyewe mwanamke ni dhaifu sana, kwa hiyo akamshawishi. Baada ya kumshawishi Hawa akalila tunda, na Hawa naye akamshawishi akamfanyia khiana mume wake, na yeye afanye nini? Alile tunda. Kwa hiyo Adam akawa anachezewa na viumbe wa sampuli ngapi? 2, Ibilisi na Hawa. Na wanaume sisi kwa wanawake ni watu ambao walikuwa dhaifu sana, wepesi sana. Kwa hiyo Adam akashawishika kulila tunda. Kwa maana Mtume SAW anatuambia katika hadithi ambayo ipo katika sahihi Muslim, laula Hawa khanat zawjaha lam takun untha zawjaha dar, lau kwamba si mama yetu Hawa kumfanyia khiana mume wake mpaka akafika kulila tunda, lam takun untha zawjaha dahra. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio kwamba labda maneno yamebuniwa yametungwa, la, ni maneno ambayo yapo katika kutubu mu'tamada, vitabu ambavyo tutegemewa. Hadithi ni Abu Huraira ipo katika sahihi Muslim, ambayo Mtume anasema lau kwamba si mama yetu Hawa kumfanyia khiana mume wake mpaka akafika kulila ile tunda, asingelipatikana katika mgongo huu wa ardhi mwanamke yeyote akamfanyia khiana mume wake. Kuonyesha wanawake wana nini? Wana mapungufu. Khiana zenyewe ni yale mapungufu yao ambao Mtume SAW alisema naqisatil aqli wa din, wanawake wana mapungufu ya akili na dini, pamoja na kuwa wenyewe hawataki sifa hizi. Naqisatil aqli, mpungufu wa akili anakuaje? Hebu tumsaidie bwana harusi, mpungufu wa akili anakuaje? Hamsemi nyinyi, mnaanza kimya. Mpungufu wa akili anakuaje? Unajua wewe mpungufu wa akili anakuaje? Ndio umekabidhiwa leo wewe mpungufu wa akili. Simefahamu. Akesha na dini vile vile, mpungufu wa dini anakuaje? Ndio umekabidhiwa leo. Najaza wewe kwamba kumbe mimi nimekabidhiwa na qisati la akli wa dini hapa. Sasa wewe ndio unatakana sasa ule upungufu wake wa akili na ule upungufu wake wa dini ukaonyoshi mpaka ukae katika mazingira ambayo yalikuwa sahihi. Hizi ni nasaha ambazo napenda kukunasihi, na usije ukaona hizi nasaha zote ulizopewa kumbe ni jambo zito. Jipesi ikiwa utafuata mafundisho ya Uislamu, na ni nzuri ikiwa kwamba utafuata mafundisho ya Uislamu, lakini hizi ni tanbihati, pamoja kwamba hutoweza kuzingatia, lakini unaambiwa hapa kwamba zitakusaidia. Hata hizo rekodi utakuja kuzisikiliza na zitakusaidia. Lakini la mwisho vile vile, sisi ndio kwa tumehudhuria hapa, tumuombee dua bwana harusi, kumwombea barakallahu lak baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khair. Kwa hizi dua na adhkar aliyotufundisha bwana Mtume sallallahu ndiyo itapelekea yale tunayoingia na tunaendea yaweze kufanikiwa na kumtakia khair bwana harusi. Usitosheke tukumwambia hongera mzee, umewasi wetu la kadha na kadha, muombe na dua kama hii, basi muombe dua yote ile ya khairi. Hii dua huenda ikawa ndio sababu kubwa ya kumsaidia yeye katika ili jambo ambalo lilokuwa